Swala sio kuwa na maarifa kuhusu Yesu. Swala ni kwamba maarifa kuhusu Yesu yanakusaidiaje katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo leo ungana nami ninapoenda kukutambulishia huyu Yesu katika vipindi vyake vinne kama sio vitano muhimu sana, na mwisho wa hili somo unaenda kufahamu ya kwamba kwa nini ilikuwa ni muhimu uweze kumfahamu Yesu, lakini sio tu umfahamu katika mnyumbuliko wa hivi vipindi vyake vya utume au vya utumishi. Faith of our fathers living still, in spite of dungeon, fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Ninachukua fursa hii kukukaribisha kwenye somo zuri la leo ambalo tutakuwa tunajifunza kuhusu Yesu. Ndiyo, tutakuwa tunajifunza kuhusu habari za Yesu. Ninajua sio jambo geni wala sio jina geni hili jina la Yesu. Wengi tunamfahamu. Hata hivyo kuna Wakristo takriban bilioni 2.4 duniani kote. Lakini unaweza kuwa unamfahamu Yesu lakini pia ukawa humfahamu katika wakati huo huo. Kuna makundi kama mawili. Wapo ambao tunamfahamu kwa sababu tumesikia jina la Yesu. Ni jina maarufu, linafahamika, hata watoto wadogo wanalifahamu. Lakini kuna mtu ana maarifa kuhusu huyo Yesu, na maanisha anamfahamu, lakini maarifa hayo hayajamsaidia. Swala sio kuwa na maarifa kuhusu Yesu. Swala ni kwamba maarifa kuhusu Yesu yanakusaidiaje katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo leo ungana nami ninapoenda kukutambulishia huyu Yesu katika vipindi vyake vinne kama sio vitano muhimu sana, na mwisho wa hili somo unaenda kufahamu ya kwamba kwa nini ilikuwa ni muhimu uweze kumfahamu Yesu, lakini sio tu umfahamu katika mnyumbuliko wa hivi vipindi vyake vya utume au vya utumishi. Twende pamoja sasa katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 17 na ile aya ya 3. Yohana Injili sura ya 17 aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wakufahamu wewe Mungu uliye pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yani huo ndio uzima wa milele. Na rafiki, tukubali au tukatae, agenda kubwa, tamanio la ndani kabisa la kila mwanadamu ni kuishi milele, ni uzima wa milele. Na ndio maana haushangai kuona kuna matajiri wanaolipia mabilioni ya pesa, mabilioni ya dola ili miili yao iweze kuhifadhiwa wanapofariki, ili baadaye sayansi ikiendelea na ikitokea maarifa fulani ya kisayansi ya kuweza kumfufua mtu, basi nao waweze kuwa kwenye listi ya watu waliofufuliwa. Tunasikia habari ya mabilionea waliolipa pesa kama hizo. Lakini pia wapo watu wengine ambao tamanio lao ni kuishi milele, lakini hawajui wafanye nini waweze kuishi milele. Hatutamani kufa. Hakuna mwanadamu anatamani kufa. Na ndio maana pia kuna mafundisho mbalimbali yanaibuka ya maisha baada ya kifo. Hayo yote ni katika namna ya mwanadamu kujifariji kwamba kuna maisha baada ya kufa. Lakini uzima wa milele ule wa kweli ni pale ambapo tunamfahamu Mungu aliye pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye alitumwa na Mungu. Haya ni maneno aliyasema Yesu katika ombi lake maarufu, ombi la kikuhani, katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 17. Na mimi nikuulize rafiki yangu, unamfahamu Yesu au umesikia kuhusu Yesu? Kama unamfahamu kuhusu Yesu, unamfahamuje? Na hayo maarifa yako kuhusu Yesu yanakusaidiaje? Yameathiri vipi maisha yako katika namna chanya? Twende pamoja tuendelee kujifunza kuhusu huyu Yesu. Jambo la kwanza, phase ya kwanza au hatua ya kwanza, ile phase ya kwanza ya Yesu, ndiyo tutumie phase, ni Yesu kabla hajaja duniani. Unajua tunapozungumzia kuhusu Yesu, wengi wanamtazama kuanzia yule mtoto mdogo aliyezaliwa pale Bethlehemu ya Uyahudi. Lakini huo sio mwanzo wa Yesu. Yesu ni Mungu. Kabla hajaja duniani, Yesu alikuwa anaishi. Ni Mungu ambaye aliishi milele na milele kabla hata ya ulimwengu wetu kuumbwa. Na neno la Mungu lisilokosea linathibitisha hilo. Tunapoendelea katika hili ombi la Yesu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17, unapoendelea aya ya 4, anasema mimi nimekutukuza duniani.
hali nimeimaliza ile kazi ulionipa niifanye. Ndipo huyu Yesu mwanadamu huyo katika aya 5 anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe huyu Yesu ambaye hapa anaomba akisema kwamba nimewajulisha watu neno lake, anamwambia Baba Mungu wa mbinguni kwamba unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Biblia inafundisha kwamba Yesu alikuwa hapo kabla ya ulimwengu kuwako. Hata hivyo, wanadamu wengi tunamfahamu Yesu baada ya yule mtoto mdogo mwanamume aliyezaliwa katika hori la ng'ombe kule Bethlehemu ya Uyahudi, kule Nazareti. Ziko aya nyingine maarufu ambazo zinathibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Tutaenda kuangalia baadaye kwamba kwa nini ilikuwa ni lazima au kwa nini huyu Mungu alifanyika mwili akazaliwa kama mtoto wa kiume anaitwa Yesu. Kitabu hiki cha Yohana Injili, tunapoenda kwenye sura ya 1 na aya ya 1, tunaambiwa kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Anaendelea ya pili ya kwamba huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, na mbele katika aya zingine anasema kwamba alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu. Tunapozungumza habari ya Yesu, tunapaswa kutambua phase ya kwanza aliyokuwa nayo kabla hajaja ulimwenguni, na alikuwa ni Mungu. Na hapa hata tusichanganye mafaili. Wapo watu ambao wanafundisha na wanaamini ya kwamba kabla hajaja ulimwenguni Yesu alikuwa malaika. Neno la Mungu linatufundisha tena na tena ya kwamba Yesu hakuwa malaika. Yesu ni Mungu ambaye katika yeye malaika waliumbwa. Na niuliza uthibitisho uko wapi? Tumeshatoka kusoma aya zinazomtaja Yesu kama Mungu, lakini ni kuongezee nyingine katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 1. Waebrania tutasoma sura ya 1. Neno la Mungu linasemaje? Biblia isiyokosea inasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa namna nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana ambaye ndiyo Yesu tunayezungumzia. Unapoendelea kusoma katika aya 5, Paulo anakanusha wazo maarufu ya kwamba Yesu alikuwa malaika kabla hajaja ulimwenguni. Anasemaje katika aya 5? Anasema hivi: kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hakuna malaika aliyewahi kuambiwa wakati wowote kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini anaendelea kusema katika aya 8, anasema lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Unaona hapa ya kwamba anapokuja kumtambulisha mwana ambaye tunamfahamu kama Yesu, hatumii tena lugha nyingine, anatumia neno Mungu, kumaanisha kwamba huyu Yesu alikuwa ni Mungu kabla hajaja ulimwenguni. Hiyo ni phase ya kwanza ya huyu ambaye tunamtambua kama Yesu kabla hajaja ulimwenguni. Alikuwa ni Mungu, na katika yeye vitu vyote vya dunia vilifanyika, kama ambavyo Yohana anatuambia kwamba pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichowahi kufanyika. Hiyo ni phase ya kwanza. Phase ya pili ambayo tunapaswa kumtambua Yesu na kumfahamu ni Yesu kama mwanadamu. Yesu anayefanyika mwili na kuzaliwa na mwanamke Bikira Mariamu. Kabla sijaendelea kwenye phase ya pili, kwa nini ni muhimu sana kufahamu hii phase ya kwanza ya kwamba Yesu ni Mungu kabla hajawa mwanadamu? Yesu ni Mungu muumbaji ambaye katika yeye viumbe vyote na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana viliumbwa. Umuhimu wa phase hii, kuifahamu phase hii, ni kumpatia Yesu heshima anayostahili, haki ya ibada, haki ya kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu ambaye kwa sababu yake mimi na wewe leo tunaishi. Kwa hiyo nitamheshimu Yesu. Nikisikia hili jina la Yesu nitalipa heshima na kicho, kwa sababu sio mwanadamu wa kawaida, sio mwanamume tu maarufu wa Kiyahudi, ni Mungu katika nafasi ya kwanza. Sasa baada ya kuangalia hii phase ya kwanza, phase ya pili na ya muhimu ni Mungu
anayevaa ubinadamu anafanyika mwili na kuja duniani. Na hili lilitabiriwa na manabii. Tumesoma katika Waebrania 1:1 ya kwamba huyu Mungu katika zama za zamani alisema na wanadamu kwa njia ya manabii katika sehemu nyingi na kwa namna nyingi. Miongoni mwa manabii ambao Mungu aliwatumia katika kuufahamisha umma wa wanadamu kuhusu habari za Mungu atakayefanyika mwili na kuzaliwa kama mwanadamu ni Isaya. Na tunapoenda kusoma kitabu cha Isaya sura ya 7, Isaya huyu nabii, ile sura ya 7 aya ya 14 na Isaya sura ya 9 aya ya 6, utaona maneno ya kushangaza kuhusu huyu ambaye dunia inamfahamu kama Yesu Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Mungu linasemaje? Isaya sura ya 7 aya ya 14 anasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Ishara gani? Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye utamuita jina lake Imanueli. Maneno haya, unabii huu ulikuja kurudiwa mamia ya miaka baadaye na malaika Gabrieli akimwambia Mariamu, ambaye kupitia yeye ndipo huyu Mungu angefanyika mwili na kuzaliwa katika ubinadamu wetu. Kama hiyo haitoshi, Isaya huyu anasema katika sura ya 9 aya ya 6, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Haleluya! Huyu mtoto ambaye anakuja kuzaliwa kama kichanga pale Bethlehemu ni mfalme, kwa sababu tumeona ni Mungu aliyefanyika mwili. Anasema jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Na ndipo nabii mwingine anaitwa nabii Mika anasema hivi kwenye kitabu cha Mika sura ya 5 aya ya 2. Yeye anataja eneo ambalo huyu mtoto angezaliwa, huyu Mungu aliyefanyika mwili angezaliwa. Anasema hivi: bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu milele. Matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele, ambaye mianzo yake ni milele nyingi zilizopita. Ni Mungu. Kwa hiyo huyu Mungu anakuja kufanyika mwili na kuzaliwa kama mwanadamu, na ndipo anapewa jina Imanueli, Yehoshua, kifupi chake ni Yesu, yaani Mungu pamoja nasi, Mungu anaokoa. Lakini sasa swali ambalo lina uhakika linakusumbua katika fahamu zako, na ni swali ambalo linausumbua ulimwengu mzima, ni kwamba kwa nini huyu Mungu aache kiti chake cha enzi, avae ubinadamu na kuzaliwa kama mtoto, tena masikini, katika ule mji wa Nazareth kule Bethlehemu ya Uyahudi? Sababu zipo nyingi, lakini ninaenda kutaja sababu 3 za muhimu, hata muhimu mno kiasi cha wewe kuhitaji kuzifahamu katika maandiko matakatifu. Kumbuka mada yetu kuu ni kwamba tunataka kumfahamu huyu Yesu, na tayari tumeshamfahamu ya kwamba huyu Yesu sio mwanaume tu aliyezaliwa kibiolojia katika ulimwengu huu. Hapana, moja kabla ya yote, Yesu ni Mungu ambaye matokeo yake yamekuwako tangu zamani za kale, tangu milele. Sababu ya kwanza ni kwamba Yesu alikuja duniani ili kuweza kutudhihirishia tabia halisi ya Mungu. Yaani Mungu alikuja duniani ili atudhihirishie tabia yake halisi, na kwa sababu tusingeweza kumtazama katika hali yetu ya dhambi akija na utukufu wake, ndipo aliuficha ule utukufu katika umbo la kibinadamu na akazaliwa kama mwanamume pale katika zile jamii za Israeli. Kwa nini nasema ya kwamba alikuja ili atuthibitishie tabia yake halisi? Ni kwa sababu tayari tulishakuwa na mgogoro wa dhambi ambao kama wanadamu ulituchonganisha na kutugombanisha na muumbaji wetu. Na unajua aliyesababisha huu mgogoro ni nani? Ni Shetani. Aliusababishaje? Alituchonganisha sisi na muumbaji wetu. Turudi katika kitabu cha Mwanzo, Biblia isiyokosea ina majibu yote. Tutaangalia sura ya 3 na aya ya 6. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi: mwanamke alipoona, tuanzie aya ya 5, anasema hivi. Aya ya 5 anasema kwa maana
Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kauli hii kutoka kwa Shetani ilitengeneza mbegu ya mashaka katika moyo wa mwanadamu, kiasi kwamba akawa ana doubt juu ya upendo wa Mungu. Hakuwa na mashaka na upendo wa Mungu hapo kwanza, lakini tangu alipoisikia hii kauli akawa anadhani kuna mambo fulani mazuri Mungu anamficha. Kwa hiyo tayari uhusiano wao ukaingia doa, na ndipo mwanadamu akaanza kujaribu yaliyokatazwa, kwa sababu tayari alishakuwa amepandikizwa mbegu ya kwamba Mungu ni mchoyo na kuna mambo fulani mazuri anamzuilia. Kwa hiyo Mungu anakuja ili aithibitishe tabia yake ya upendo, ya kwamba alitoa mbingu yote kama zawadi kwa ajili ya wanadamu na wala hakuacha kitu. Na ndiyo maana unapokuja katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 17 tuliotoka kuisoma, katika lile ombi la kikuhani la Yesu, neno la Mungu linasema hivi katika aya 6: jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Jina lako nimewadhihirishia wale watu ulionipa katika ulimwengu. Maisha ya huyu Yesu katika ulimwengu yalikuwa katika namna ya kuifunua tabia ya upendo ya Mungu kupitia mafundisho yake, kupitia miujiza yake ya uponyaji, kupitia matendo yake ya kujali. Yalimsaidia mwanadamu kuweza kumtazama Mungu katika picha halisi. Na ndio maana huyu Yesu wakati anahitimisha kazi yake anamwambia Baba ya kwamba jina lako nimewadhihirishia wanadamu wote. Jina ni nini? Jina ni tabia. Mimi ninavyokuambia kwamba umeniharibia jina, maana yake umeniharibia sifa, umeniharibia vile ambavyo mimi ninafahamika, umenichora katika namna mbaya. Yesu anasema ya kwamba jina lako, kwa maana ya kwamba sifa zako, tabia zako, uwezo wako, mapenzi yako nimewadhihirishia wanadamu, kiasi kwamba tukitazama maisha ya Yesu tunaona picha halisi ya Mungu mwenye upendo, na hatuendelei kuwa na mashaka katika mioyo yetu. Hilo ndio jambo moja kubwa ambalo Yesu alikuja kulifanya. Jambo la pili ambalo Mungu alikuja kulifanya akiwa katika umbo la kibinadamu ni kutuwezesha sisi kuishi maisha makamilifu bila dhambi. Unajua kwa nini? Ni kwamba dhambi ilipoingia haikuwezekana tena sisi kumpendeza Mungu. Mungu ametupatia sheria ambazo tulipaswa kuishi kwazo, lakini haikuwezekana tena sisi kumtii Mungu. Ndipo anakuja mwenyewe na kutuonesha kielelezo cha jinsi ya kutii habari za Mungu na jinsi ya kutembea katika maagizo ambayo Mungu ametupatia. Sasa angalia jinsi ambavyo Mungu alivyo mwenye upendo. Anakuambia ufanye kitu, lakini anaanza mwenyewe kufanya ili kupitia yeye wewe uweze kuona kwamba hicho kitu kinafanywaje. Na ndicho anachokisema Mtume Petro katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2. Tutaenda kusoma barua ya kwanza ya Petro sura ya 2 na tutaanzia aya ya 21 ili uone maajabu yaliyo katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi katika Petro wa kwanza ile sura ya 2 aya 21, anasema kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Unajua Mungu ni mwenye upendo kiasi kwamba hafakwambii tu ufanye jambo, tayari ameshakuonesha mfano wa jinsi ya kulifanya. Na ndipo anakuja kuzaliwa kama mwanadamu ili anapokuambia usiibe, uangalie mfano wa kielelezo cha maisha yake, kwa sababu aliishi maisha ya ukamilifu bila kufanya dhambi yoyote. Anapokuambia mtoto, kijana, tii mzazi wako, alikuja Yesu akaishi kama mtoto mdogo. Tunaambiwa alikuwa akimpendeza Mungu na wanadamu, hakuwahi kumkosea mzazi wake wakati wowote. Kwa hiyo kijana, mtoto, una kielelezo cha kuangalia ni jinsi gani mtoto anapaswa kumtii mzazi wake, ni jinsi gani mwanadamu anaweza kuishi maisha bila dhambi. Sababu ya tatu na ya muhimu iliyofanya Mungu apitie huu mchakato ambao Waingereza wanaita incarnation, Mungu kuvaa mwili, ni kwamba Mungu alivaa mwili ili awe kafara kamili kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Unajua Mungu hapendi mtu yeyote apotee, anahitaji wote wafikie toba. Na hapa Mungu hakuwafia Wakristo tu, Mungu aliufia ulimwengu. Ndicho tunachojifunza Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
Kwa Wakristo hii inaweza isiwe mada ngeni, lakini kwa habari gani rafiki yangu ambaye haufahamu habari ya utume wa Yesu? Kwa nini tunasema Yesu alikuja kufa awe kama kafara? Ni kwamba mtu wa Mungu, baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, maandiko yanasema wazi ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, katika kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 23. Kwa hiyo wote tulipaswa kufa. Warumi hiyo sura ya 3:23 inasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tulipaswa kufa kifo cha milele. Tungekuwa tunaishi maisha yasiyo na tumaini, maisha ya mateso, maisha ya mahangaiko, na mwisho ni kifo, kupotea milele. Mungu ana upendo. Sisi wanadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, Mungu hakuweza kuendelea kukaa kwenye kiti cha enzi mbinguni huku wanadamu wanapotea ulimwenguni, ndipo akashuka kwa ajili ya kuweza kutukomboa. Sasa kwa nini tunasema ilikuwa ni awe kafara kamili? Ni kwa sababu huyu Mungu tayari alishakuwa ameweka vielelezo, mifano, vivuli vya kile ambacho yeye angekuja kufanya. Yaani mchakato wa kitu fulani kufa badala ya mwanadamu. Na unajua mfano wa kwanza kabisa ni mwanakondoo ambaye alikufa badala ya kifo cha mwanadamu kule Edeni. Twende tukaangalie kitabu cha Mwanzo, na hapa Mwanzo tutaenda kuangalia ile sura ya 3, wakati Mungu anawaaga wanadamu. Tunaambiwa kwamba aliwafanyizia mavazi ya kondoo akawavika. Mtu wa Mungu, hii ngozi ya kondoo ambayo Mungu alifanya akamvika huyu mwanadamu haikuumbwa. Mungu hakuumba ngozi. Alimchinja mwanakondoo wa kwanza pale Edeni ili aweze kupata vazi la kuwavisha hawa watoto wake. Kwa hiyo mwanakondoo akafa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo utaratibu huu uliendelea katika jamii za waaminifu, uliendelea mpaka baadaye Mungu mwenyewe anakuja kufa kwa ajili ya mwanadamu. Na ndipo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 aya 29, ambapo Yohana Mbatizaji anamuona Yesu asubuhi akitembea, anasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kulikuwa kuna utaratibu wa kafara, mwanakondoo aliyekuwa anakufa badala ya mdhambi. Lakini tunaambiwa damu hizi za wanakondoo, za mafahali na za ng'ombe zisingetosha kumwokoa mwanadamu. Ilipaswa mwanakondoo wa Mungu aje afe kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Na unajua huyu mwanakondoo ni nani? Mungu mwenyewe alishuka duniani ili afe kwa ajili yako na afe kwa ajili yangu. Upendo wa ajabu kiwango gani! Mimi ndiye niliyefanya dhambi, lakini anakuja Mungu kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sasa akiwa kule mbinguni isingewezekana yeye kufa, maana ni Mungu, ni uzima. Kwa hiyo anakuja kuvaa ubinadamu, anaishi kama mwanadamu, baadaye anakuja kufa kama mwanakondoo anayekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na hapa tunaingia katika phase ya 3 ya huyu Yesu. Yesu kama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, anayekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na hapa nichukue muda kidogo kukuelezea habari za mwanakondoo. Ni kwamba hapo zamani, kabla Mungu hajafanyika mwili, kulikuwa kuna utaratibu wa ibada ambapo lilijengwa hekalu, na mtu anapokuwa amefanya dhambi angemchukua mnyama, mara nyingi mwanakondoo, na kwenda naye hekaluni. Akifika kule angemchinja yule mwanakondoo, angetubu kwanza dhambi zake juu ya yule mwanakondoo, halafu yule mwanakondoo angechinjwa, damu yake ingechukuliwa na kuwekwa kule hekaluni, na pale ingehesabika ya kwamba yule mtu ametakaswa, amesamehewa dhambi zake. Kwa hiyo mwanakondoo angekuwa anakufa badala ya kufa mtu mwenyewe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 aya 22 inatuambia kwamba pasipo damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo dhambi mshahara wake ni mauti, damu lazima imwagike. Kwa hiyo zamani ilikuwa inamwagika damu ya mwanakondoo, lakini baadaye anakuja Mungu mwenyewe, mwanakondoo halisi, yule ambaye alikuwa anawakilishwa na wale wanyama, wale kondoo waliokuwa wanachinjwa, ndipo anakuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ndiposa tunasoma tena kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 kuanzia ile aya ya 16. Angalia neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo kulikuwa kuna wanakondoo wanyama waliokuwa wanamwakilisha Yesu.
baadaye Mungu mwenyewe anakuja kufa. Ndipo neno la Mungu linasema hivi, basi mtu asiwahukumu ninyi katika habari za vinywaji na vyakula na mwandamo kwa sababu ya sikukuu na mwandamo wa mwezi na Sabato. Aya ya 17 anakuja kusema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Anaposema kivuli ni kwamba haya mambo yote they were foreshadowing the death of Christ on the cross. Na tunapozungumzia Yesu ndio tunamzungumzia Mungu aliyefanyika mwili, mwana kondoo ambaye anakuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Siri hii ni kubwa na fumbo hili ni pana sana na lina maana ya ndani sana. Kwa hiyo ninapoendelea kuongea, kwa kweli ninaomba Roho Mtakatifu mwenyewe akufundishe, maana ni fumbo ambalo hakuna lugha ya kibinadamu inayoweza kuelezea. Mungu kufanyika mwili na kufa badala ya mwanadamu ni siri ya ukombozi ambayo tutajifunza milele na milele na milele pasi na mwisho. Nafasi ya tatu, fezi ya 4 ya huyu Yesu ni Yesu kama kuhani. Sasa hapa tunaenda kuangalia kwamba baada ya Yesu kufa nini kilifanyika. Tunajua alifufuka. Baada ya Yesu kufufuka nini kilitokea? Baada ya Yesu kufufuka alipaa mbinguni. Maandiko yanatuambia hivyo. Twende tuangalie kitabu cha Matendo kwa ufupi. Matendo sura ile ya kwanza, na tutaangalia ile aya ya 11. Matendo sura ya kwanza aya ya 11. Nasema hivi kuanzia 10. Walipokuwa kuanzia 9, anasema akiisha kusema hayo, walipokuwa akitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Yesu akapaa mbinguni. Sasa hapa mtu wa Mungu tusikilizane kwa utaratibu. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, alienda kufanya nini? Alipopaa mbinguni, Yesu aliingia katika phase ya 4 ya utumishi wake, ambayo ni Yesu kama kuhani. Na unajua kuhani maana yake nini? Kuhani ni muombezi, mtu ambaye alikuwa anawawakilisha watu mbele za Mungu kwa maombi na kwa toba na kwa sala. Katika lile hekalu la zamani kulikuwa kuna kuhani wa kibinadamu ambaye kuhani huyo alikuwa anawawakilisha watu, anawaombea watu. Hasa huyu Yesu naye anakuja kuvaa hii fezi ya 4 ya utumishi wake. Anavaa vazi la ukuhani, anatumika katika hekalu, lakini sio hekalu la duniani, ni hekalu la mbinguni, hekalu lililo zuri na lililo takatifu zaidi. Ndiposa Yesu akiwa katika kazi hii ya ukuhani, tunasoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 2 aya ya kwanza ya kwamba watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msifanye dhambi. Na kama mtu miongoni mwenu akifanya dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu katika utumishi wa kikuhani ambao alianza kuutumika ule mwaka wa 31 AD alipopaa kwenda kule mbinguni. Na Biblia inathibitisha ya kwamba kuna hekalu mbinguni na yupo Yesu ambaye anahudumu katika patakatifu pasipofanyika kwa mikono. Waebrania sura ya 9. Tutasoma baadhi ya aya, tutaruka na tutaenda kusoma aya ya 11. Neno la Mungu linasema hivi. Basi anaanza kwa kutaja habari ya agano la kwanza lililokuwa na lile hekalu la kwanza. Anasema agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia, yaani hekalu. Anasema kulikuwa kuna hema ile ya kwanza kule jangwani. Anasema hema hii ilikuwa ina kinara cha taa, ilikuwa ina meza, anataja vitu vilivyokuwemo katika hiyo hema. Na baada ya hapo anakuja kutaja kuhani ambaye alikuwa anatumika katika hiyo hema ya kwanza. Lakini baadaye anakuja kusema kwenye aya ya 7, anasema lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka. Anataja habari ya kawaida za ibada zilizokuwa zinafanyika kule. Kuhani mkuu aliyekuwa anawaombea watu. Kuna chumba cha kwanza kama unavyoona kwenye video alichokuwa anaingia kila siku, lakini pia kuna chumba cha pili alichokuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Ndipo Paulo anaendelea kusema katika aya ya 8 kwamba Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikiwamo duniani.
Anaruka tena kwenye aya ya 11, anasema lakini Kristo akiisha kuja. Huyu Kristo ni Yesu, ni Mungu aliyefanyika mwili, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwako, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Anaendelea kwenye aya ya 12, wala sio kwa damu ya mbuzi na wale kondoo waliokuwa wanatolewa kwenye hema ya kwanza. Anasemaje? Anasema bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Hii phase, mtu wa Mungu, ni ya muhimu sana, na ndiyo phase ambayo Yesu anafanya kazi mpaka sasa hivi. Yesu kama kuhani mkuu, kama muombezi. Kwa nini ni muhimu sana kufahamu hii hatua? Hii phase ni muhimu kwa sababu msamaha wako wa dhambi unategemea umemfahamuje Yesu na nafasi yake katika huduma kama kuhani mkuu kule mbinguni. Nikurudishe Yohana wa kwanza 2:1. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msifanye dhambi. Na kama mtu akifanya dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hiyo tunapofahamu phase ya Yesu kama kuhani, hatuendi kwa mtu kuungama dhambi zetu. Wapo watu ambao wanashindwa kufahamu phase hii, matokeo yake wanaenda kwa viongozi wao wa dini kufanya toba. Wanaomba kwa ajili ya watakatifu, wakina Petro, wakina Mariamu, wakina Yohana, Yakobo, wale mitume wa Yesu. Ndio wanapiga magoti, wanaomba, wanasema mtakatifu Petro, utuombee, utusamee makosa yetu. Mtakatifu Bartholomayo, mtakatifu Mariamu, mama wa Yesu, utuombee. Mariamu hana kibali cha kukuombea wewe. Haki ya kuwa muombezi anayo Yesu Kristo pekee, ambaye aliinunua kwa damu yake na akafanyika kuwa kuhani. Kwa hiyo tunapomtambua Yesu kama muombezi, hatuendelei kuomba watu watusamee, lakini pia hatuendelei kupeleka toba zetu na misamaha yetu kwa viongozi wetu wa dini, kwa sababu na wao ni wadhambi kama sisi na wanahitaji rehema za Yesu kama ambavyo wewe na mimi tunazihitaji rehema za Yesu. Tangu leo usijidhalilishe. Piga magoti kwa Yesu aliyepo mbinguni, na kuhani huyu mwaminifu, anayejali, mwenye upendo, Mungu huyu aliyevaa ubinadamu akaja kwetu kama mwanadamu, baadaye akafa msalabani, akafufuka, akapaa mbinguni, anakotuombea mbele za Baba. Tuna haki ya kusimama mbele ya kiti cha rehema kwa ujasiri, kwa sababu yupo kuhani anayetuombea kwa ajili yetu. Phase ya 5 na ya mwisho, Yesu hatadumu kuwa kuhani. Yesu atakuja tena mara ya pili. Upo wakati ambao atavua mavazi ya ukuhani na kuja duniani kama mhukumu, kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ambaye atashuka katika ulimwengu na kuuhukumu ulimwengu. Na mtu wa Mungu, hii ndio phase ya 5 ya mwisho na ya muhimu sana ya maisha ya Yesu. Ni phase ambayo hutamani kukutwa ukiwa hujajiandaa. Ni phase ambayo Yesu anakuja kama mhukumu, anakuja mara ya pili kama mfalme, sio kama mtoto mdogo tena kwenye hori la ng'ombe, lakini anakuja kama simba, kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, anayekuja kuhukumu kila mtu sawasawa na kazi yake ilivyo. Ndipo tunasoma katika kitabu cha Mathayo ile sura, nifungue hapa kitabu cha Mathayo sura ya 25. Neno la Mungu linasemaje? Anasema katika aya 31, anasema ya kwamba hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Mungu atakuja kubagua kati ya wema na uovu. Mtu wa Mungu, ishi katika ulimwengu huu, haijalishi ni Mkristo au sio Mkristo, ukiwa unajua ya kwamba upo wakati ambao mtoto yule aliyewahi kuzaliwa katika hori la ng'ombe, kama mtoto asiyejiweza, tegemezi, atakuja tena. Na safari hii hatakuja kama mwanadamu. Safari hii atakuja kama mhukumu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sasa jinsi utakavyompokea katika hii hatua ya mwisho, hii phase ya 5 ya Yesu kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, itategemea umemfahamu kwa namna gani katika maisha haya. Ikiwa ulimchukulia kama mtu wa kawaida, mtu fulani tu maarufu aliyewahi kuishi hapa duniani,
hautakuwa na nafasi ya kumpokea kwa furaha. Hautafurahia ile siku anapokuja, utalia na kumkimbia. Lakini ikiwa ulimuelewa Yesu vizuri, ukaishi sana mapenzi yake, atakapokuja mara ya pili utakuwa na furaha katika kumwona. Ndipo tunasoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 25. Isaya sura ya 25, nisome kwa haraka hapa, ya kwamba wapo watu ambao watafurahia ujio wa Yesu. Wapo watu ambao watasema ya kwamba huyu ndiye tuliyemngoja, tufurahie na kuushangilia wokovu wake. Swali la muhimu ni kwamba utakuwa wapi katika siku hiyo, wakati atakapokuja na mshahara wake kumlipa kila mtu sawasawa na mapenzi yake? Utakuwa wapi? Tumejifunza habari za Yesu, kwanza kama mfalme wa wafalme mbinguni, baadaye kama mtoto aliyezaliwa hapa duniani, baadaye kama mwanakondoo, baadaye kama kuhani, baadaye kama mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, mhukumu wa ulimwengu. Wito wangu jioni ya leo, mchana wa leo, ni kwamba hebu baada ya kuwa umemfahamu Yesu, mpokee leo Yesu. Kubali aingie katika maisha yako, kubali aishi ndani yako. Anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 ya kwamba ninabisha mlango, na yule atakayenifungulia nitaingia kwake, nitamfanya kuwa rafiki yangu, na nitakaa kwake, nitakula naye, nitaongea naye. Ingia katika ushirika na huyu Yesu, Mungu aliyefanyika mwili katika wakati huu, kwa sababu wakati upo, wakati waja ambao mlango wa rehema utafungwa, ambao hautaweza kumpokea huyu Yesu na kuishi maisha matakatifu. Wito wangu ni kwamba tumpokee Yesu sasa. Tusimchukulie kama mwanadamu tu maarufu aliyewahi kuishi, lakini ni mkombozi hasa aliyekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kukufikia, tunakutakia tafakari njema sana, na tafadhali usisite kutuuliza, kuwasiliana nasi kwa maulizo, kwa maoni au kwa jambo jingine lolote kupitia comment section au kupitia namba unayoiona katika skrini yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na mpaka wakati mwingine, nipende kukuaga. Mungu akubariki sana.